Yes, shalom, 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 shalom. God bless you. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. God bless you all. Mungu wabariki wote. Shalom. Wherever you are, God bless you. May God bless you all. May God bless you all. Please let someone know that I am live. God bless you all wherever you are. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Nice to meet you here. I'm happy to see you here. God bless you. It is a pleasure to meet you here. Shalom, shalom, shalom. Mungu wabariki sana. God bless you. Tafadhali julisha wengine kwamba niko live. Leta saidia mtu mwingine kuelewa kwamba niko live. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Yes, we had a great service today in Dar es Salaam. It was great, it was powerful. The teaching was something else, something amazing. Yes, sometimes unaweza ukasikia kabisa this is a Holy Spirit speaking. Unaweza ukasikia kabisa kwamba huyu ni Roho Mtakatifu anazungumza, na wakati mwingine kama una akili you understand kabisa what is going on. God bless you all. Mungu awabariki sana. Najua wengi pia mko kwenye maombi. Najua wengi pia tulikuwa kwenye yale maombi ya kufunga ya siku 28. Most of you are in that prayer. Kwa hiyo yes, Mungu akubariki sana. If you have that chance, kama umepata nafasi ya kufanya yale maombi ya kufunga ambao ni siku ya 6 leo, I salute your faith. Hakika imani yako si ya kawaida. Yes, ni si rahisi sana kupata mtu anasema kwamba yes, I will fast for 28 days. Yes, that means kama umeweza kusema unafunga kwa siku hizo 28, I salute your faith. I salute your faith. God bless you. God bless you. God bless you all. God bless you all. Nimefurahi kukuona hapa. Mungu akubariki sana. Yes, God bless you all. Mungu akubariki sana. Wherever you are. Wherever you are, God bless you. Let someone know that I'm live. Niko hewani ili niweze kuzungumza nawe tena, na nione pia kama tutapata nafasi ya kuomba pamoja. Nijulishe pia unanifuatilia kutoka wapi. Ningependa kuelewa unanifuatilia kutoka wapi. Mungu akubariki sana. God bless you. God bless you. God bless you. All the way from Dar es Salaam. Bila shaka Dar es Salaam ulikuwa kwenye seminar. Huyu ni okay. All the way from Dar es Salaam. Mungu akubariki sana. From Geita, God bless you. Dodoma, God bless you. Iringa, God bless you. From Dar es Salaam, Tanzania, God bless you. From Arusha, I miss you already in Arusha. God bless you. From Dodoma, God bless you all the way from Arusha, Dodoma. Yes, shalom. From Arusha, God bless you. Your daughter from Moshi, I love you. God bless you. From Kagera, Mungu kubariki sana, all the way from Kagera. Songwe, all the way from Songwe, God bless you. Dodoma, God bless you. Yes, I love you all. I love you all. Arusha. Yes, Arusha, I miss you already. Nimewamisi tayari. Yes, I prayed for, ninawaombea, na kipindi cha mwisho tulipata nafasi ya kufanya maombi. Yes, na kuzungumza na kujifunza. Hopefully kama ukiweza kuweka kwenye matendo kile tulichokizungumza kipindi chote Arusha. Then from Moshi, God bless you. Dar es Salaam, God bless you.
Dar es Salaam, God bless you. Mwanza, all the way from Mwanza, tarehe 26 na 27 tuna seminar pale Monarch Mwanza. Usisahau Morogoro, yes, nisema pia Morogoro wanaandaa seminar, na kati ya watu ambao wamejitokeza sana wale ambassadors wa kutaka kuandaa seminar ni watu wa Morogoro. Mungu abariki sana watu wa Morogoro, all the way from Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. From Musoma, Mungu akubariki sana. Yes. Nitakuwa na mambo machache sana ya kuzungumza na wewe jioni ya leo. Haswa nitazungumza juu ya maombi tunayoyafanya, alafu pia nitazungumza juu ya seminar ya Dar es Salaam kesho, alafu tusikie tena Mungu anataka tufanye nini. Dodoma, we need you to come dad. Yes, nilisema pia tujaribu kujiarrange. Yes, naona watu wa Dodoma sana hapa, lakini kwenye ile ambassador royal asijaona aliyejitokeza. Yes, tuna uandaji wa hizi seminar tulisema zina gharama, na nikawa nimeomba kwamba kama unataka kujumuika na wenzako wa pale ulipo, uweze ukajua kwamba ni nani naye anataka kuandaa seminar. Ukisema mtu mmoja ataandaa inaweza ikakosti, itamgharimu, lakini wote hapa tukisema mimi niko Geita, mimi niko Tanga, niko Arusha, niko Dar es Salaam, niko Morogoro, sijui niko wapi, ukasema mimi nataka kukutana na wenzangu wa Morogoro, Arusha, Dar es Salaam, sijui wapi tuandae seminar, tunaweza tukafanya. Kwa hiyo nilisema ukitaka kusupport wenzako wa huko uliko ili tupange seminar kwa mwaka huu, kwa sababu seminar za mwaka huu tumeziweka kwa namna hiyo kwamba wale ambao wanataka kuandaa seminar au tufanye seminar walipo, mnakutana, tunajadili kwamba tunaweza tukafanya nini, namna ya kuchangia hizi gharama, then tunaandaa seminar. Kwa nilitamani watu wa mikoa yote waje ili tuone. Kwa nilisema ili kama unataka kujumuika na sisi kushare baraka hii, just text, niandikie text kwamba unaandika royal partner au unaandika tu royal, alafu unaandika ulipo. Kwa mfano upo Mwanza na unataka kujumuika na wenzako wa Mwanza ili kuandaa seminar kwa chochote ulichonacho, unaandika royal partner Mwanza. Kama ni Dar es Salaam, royal partner Dar es Salaam. Kama Arusha, Dodoma, hivyo unaniandikia message, alafu utakutana na wale wenzako, mtajadili kwenye grupu, utaona ni nini cha kufanya. God bless you, God bless you, God bless you all. God bless you all, God bless you all. Namba ya kuandika message kama unataka kuwa partner wa mkoa ulipo kukutana na wenzako kwa lengo la kuandaa zile seminar ni 0764205871 ni nambari ya WhatsApp. Kuandika message royal Mwanza wapi royal, inafuatiwa na mkoa ulipo, alafu utakutana na wenzako, utapewa maelekezo au mtajadili ni nini cha kufanya. Alright, kama nilivyosema, niwapongeze wale wote ambao wameweza kufanya maombi mpaka leo. Tumeweza kusafiri mpaka leo kwenye yale maombi. Kuna vitu nataka emphasize kwenye swala lile la maombi tunayokwenda nayo. Yale maombi yana pati nyingi. Kwenye yale maombi tunayoyafanya yana vipengele vingi, na moja kati ya kipengele kikubwa ninachokiona ni kile cha kutaka wewe uwe free kutoka kwenye vifungo vyote. At least basi, hata kama sio vyote, tuhakikishe umevuka kaeneo. Unaweza ukasema sasa niko free. Wana wa Mungu, watu wengi wana hatima ambazo zimelala. Watu wengi wana maisha ambayo yamelala.
watu wengi wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Watu wengi wana vifungo. Maisha wengi yamezuiliwa. Hii ni kwa sababu wana vifungo. Watu wengi sana wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Hatima za watu wengi zimelala. Watu wengi ambao wana maisha makubwa, haya maisha yamelala. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wana vifungo. Na once tunaposema ni vifungo, ni swala la spiritual. Tukisema mtu fulani ana vifungo, huyu maisha yake yamekwama, maisha yake hayaendi, haya sio maisha yake, asingepaswa awe hivi, huu ugonjwa sio. Tunaposema vitu vyote hivyo, manake kuna kitu kimemfunga. Inaweza ikawa ni vifungo vya kurithi, ni vifungo vya kuletewa, ni vifungo vya kuletewa, manake ni watu wengine wameachilia roho zimemleta hivyo. Yes, mtu anaweza akarisi laana, akarisi mapepo ya kujiletea mwenyewe, mapepo aliyoyakuta, mapepo yaliyotumwa kwake na watu, na vyote hivi vikawa na effect kwenye maisha ya huyu mtu. Wana wa Mungu, especially we African. Niliwahi kusema kipindi cha nyuma kwamba we African tuna safari ndefu sana ya kufika kwenye hatima ya kwetu. Waafrika wengi wana safari ndefu sana ya maisha. Wanapaswa wana umbali mrefu sana wa kutembea kuweza kufika kwenye safari yao ya maisha. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya background kule tulikotoka, hali yaliyofanywa, mazingira tunayoishi. Vitu vyote hivi vinatuleta kwenye cage, vinatuleta kwenye vifungo. Na by the way, shetani kwa kuelewa hatima za Afrika zilivyo kubwa, aliwahi kuingia kwenye familia nyingi za Kiafrika kupitia mababu zetu, wale waliotutangulia waliuza familia nyingi za Kiafrika chini ya mkono wa shetani. Waafrika wengi wako chini ya vifungo. Yaani hakuna Mwafrika ambao unaweza ukakuta yuko salama leo. Aidha damu yake imechafuliwa, lineage hiyo imechafuliwa, kizazi hicho kimechafuliwa, yeye mwenyewe. Yaani Waafrika wako chini ya utumwa, wako kwenye magereza ya kiroho, wako kwenye laana za kiroho, maagano ya kiroho. Wengine waliingizwa kwenye maagano wakiwa wadogo, wengine waliletwa kwenye madhabahu wakiwa wadogo. Kwa hiyo Waafrika wengi tuna safari ndefu sana ya kufika kwenye hatima ya maisha yetu. Yes, catch me very well. Nimesema Waafrika wengi wana safari ndefu sana ya kufika kwenye hatima yao ya maisha. That's why kwa kulielewa hili kwamba umezaliwa kwenye, na sababu kwa nini tuna safari ndefu ni our culture, tamaduni zetu, mila na desturi. Hivi vitu nilisema, vitu vyote hivi vya Kiafrika ni ritual, ni uganga. Mila na tamaduni nyingi za Kiafrika ni kitu ambacho kiko against God. Na chochote kile kilicho against God, chochote kile kilicho kinyume na Mungu kinaleta hawa watu kwenye laana. Watu wowote wanaofanya kitu chochote ambacho kiko against God. Kwa mfano tu nizungumze hivi. Niliwahi kusema 70% ya ardhi yote ya Kiafrika iko chini ya utumwa wa shetani. Kwa nini? Utakuja kugundua mababu zetu walizindika, walitambika. Mtu akinunua shamba, akinunua kiwanja, kuna mila zinafanywa. Mtu akijenga, nyumba zote ziko chini ya mila. Mtu akinunua shamba, akinunua nyumba, akitaka kujenga, kuna mila zinafanyika. Watoto wa Kiafrika wengi, asilimia kubwa, wako chini ya mila. Kuna vitu vinafanyika kwa hawa watoto. Usichokijua ni kwamba vitu vyote hivi vinatoa access kwa shetani kuweza kufanya kazi. Hata wengi wanaofanya kazi kwenye ofisi nyingi za Kiafrika ziko chini ya uganga. Watu wengi ambao wanafanya kazi kwenye maofisi haya wanategemea uganga kwa sehemu kubwa. Hivi vitu vimeuzwa chini ya mkono wa shetani. By the way, pia kanisa nalo limekuja likawa chini ya utawala wa kipepo. Makanisa mengi yako chini ya kitu tunakiita ni roho ya udini. Kati ya roho ambao Yesu alipambana nayo kwa sehemu kubwa wakati akiwa duniani ni roho ya udini. Udini ni roho, ni spirit. Mtu yoyote wa dini, religious, ni roho ambayo ni ngumu sana kuiondoa. Mtu yoyote wa dini ni kitu ambacho ni mapokeo ambayo Yesu alipambana. It is a spirit. Yesu alipingana nao sana wakati akiwa duniani. Watu waliomuua Yesu ni watu wa dini, ni watu waliokuwa wanaishika dini. For religious pia ni mfumo ambao kidogo kwa namna fulani unaonekana kana kwamba ni mzuri, lakini ukiangalia ndani ya dini kuna uozo mkubwa sana. Ndiko shetani alikokaa.
Maandiko yanatuambia najua upakapo ndipo alipokaa shetani, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Kwa hiyo dini nao pia ni sababu kubwa inayotumika, ni mwamvuli ambao shetani anautumia kupitisha, kupenetrate na kuwakamata watu wengi sana. Kwa hiyo kwa sababu hii let me tell you this, nimezungumza hili Dar es Salaam. Watu wengi wamezaliwa great. Watu wengi wamezaliwa na maisha makubwa sana. Watu wengi wamezaliwa na vitu vikubwa sana. Lakini kwa sababu ya background waliotoka, kule walikolelewa, mazingira, wale waliowazunguka, yale waliofanyiwa, wanashindwa kufikia kile kitu kilichoko ndani yao. Wanashindwa kufikia kile kitu kilicho ndani yao. Kule walikozaliwa kivipi? Maanake amezaliwa kwenye familia ambao tayari ina shida. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 22, ni Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na wale wanaokuzunguka. Kwa nini? Kule kote alikokuwa, yale mazingira, wale watu wale walikuwa wamemzunguka tayari ni watu ambao walikuwa polluted spiritually. Land, ardhi inaweza ikawa polluted. Unaweza ukawa umezaliwa kwenye ardhi ambayo iko polluted. Unaweza ukazaliwa kwa watu ambao tayari wameshachafuka kiroho. Mungu ameshawakataa hao watu. Unaweza ukazaliwa kwenye kizazi ambacho kimechafuliwa. Hiyo damu imechafuliwa. Kwa hiyo hakuna kitu chochote kinaweza kikazaliwa tena kwako. Ukielewa jambo hili kwamba tumezaliwa kwenye background ya namna hii, we need prayer. Inamhitaji mtu mwenye macho ya rohoni tu kuweza kuelewa kwamba sasa siko sawa, na kwa sababu siko sawa au kuna kitu ambacho hakiko sawa kwenye maisha yangu, ninahitaji kuingia kwenye maombi na kumtafuta Mungu. The point inakuja hivi. Watu wengi wamefunga na kuomba. Yes, na utakuja kugundua kwamba pengine huu sio mfungo wa kwanza wa wewe kufanya. Umeshafanya mifungo mingi, umeshafanya maombi mengi, lakini bado tatizo lako limebaki pale pale. Watu wengi wamefunga, wameomba, wametoa sadaka, wamefanya hiki, lakini wakati mwingine bado tatizo limebaki pale pale. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikamsababisha mtu akakaa kwenye maombi kwa muda mrefu au bila kupata matokeo ya kile kitu anachokiona. Moja ni lack of knowledge. Watu wengi wanaoingia kwenye maombi leo ni watu ambao hawana maarifa yoyote juu ya kitu wanachokifanya. Maandiko yanatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, lack of knowledge. Wana wa Mungu, huna uwezo wa kuingia kwenye maombi yoyote yale kama hauna maarifa juu ya kitu unachokiombea. Huna uwezo wa kuingia kwenye maombi yoyote yale kama hauna maarifa ya kitu ambacho unakiombea. That means kabla ya kuamua kuombea jambo fulani, lazima uwe na maarifa ya kutosha juu ya hicho kitu unachokiombea. Wengi wanakurupuka tu. Mtu anataka kuamua kufanya maombi, anaingia kwenye maombi, hana uelewa kumtosha juu ya kitu anachokiombea, haelewi kwa nini. Wakati mwingine kitu ambacho unachokiombea hauna uhalali wa kukipata kiroho. Kwa hiyo sio fasting itakuleta. Lazima uelewe kwa nini sina uhalali wa kupata hiki kitu. 2, kumbuka moja kati ya sababu kwa nini watu wengi wanafunga na kuomba leo na hawajibiwi ni lack of knowledge. Maandiko yanatuambia kwenye Danieli 9, Danieli aliingia kwenye maombi. Kusoma ile Danieli 9 mpaka 10 yote, utakuta Danieli aliingia kwenye maombi kwa kuvisoma vitabu. Kuna maarifa aliyapata, akaelewa kwamba kuna tatizo linaipata Israeli, na akajua sababu ya lile tatizo, akaingia kwenye maombi. Maandiko yanatuambia kwenye mstari wa 21, wakati anaomba, malaika akaja akamwambia, nimekuja ili nikupatie ufahamu juu ya hili jambo unaloliombea. That means Danieli alikwenda kwenye maombi bila maarifa ya kutosha, hakuwa na elimu. Pamoja na kwamba alishasoma vitabu akaelewa tatizo hili litaipata Israeli, muda wa kupata ni hii, lakini alienda kwenye maombi, malaika anamwambia, nimekuja sasa ili nikupe maarifa juu ya hiki kitu unachokiombea. Kwa watu wengi wanakwenda kwenye maombi bila maarifa, hawana uelewa wa kutosha wa kitu wanachokiombea, hawaelewi hata maombi ni nini. Kwa hiyo pointi ya kwanza ya maarifa, hata kama ni roho fulani na kuzuia, lazima uelewe imeingiaje, nani ameileta, ikoje hapa, kitu gani kimeupa uhalali, je hii roho inaendelea kufanya kazi kwa uhalali upi? Lazima uelewe hivyo vitu, maarifa. 2, lack of faith. Wana wa Mungu, watu wengi wanaoomba leo, nisikize kwa makini,
Kama unaandika hizi point unaweza ukaziandika hapo chini ili ikawasaidia watu wengi pia. Moja nimesema ni lack of knowledge. Watu wengi wanaoomba hawana maarifa ya kutosha. 2, lack of faith. Watu asilimia kubwa ya waombaji wengi wanaoomba leo hawana imani. Maandiko yanatuambia mtu yoyote atakayeuambia mlima huu ng'ooka ukatupe baharini, asiwe na shaka moyoni. Maandiko yanatuambia ule mlima utang'oka, utaenda, asiwe na shaka. Wana wa Mungu, watu wengi wanaoomba leo hawana uhakika wa kujibiwa maombi yao, wala hawana uhakika na kitu wanachokifanya. Utaniuliza, mtumishi, umeelewaje? Kauli wanazozizungumza tu. Mtu anakwambia, mtumishi, nimeomba sana lakini sioni kama Mungu anajibu. Mtumishi, nimefunga sana, sioni kama Mungu anajibu. Mtumishi, nimefunga sana, nimetoa sadaka sana, sioni kama Mungu anajibu. Mtumishi, nimetoa sadaka sana, nimeomba sana, sijui ninakosea wapi. Hizo statement zenyewe zinaashiria kwamba hawa watu hawana imani tena. Lack of faith. Watu wengi wanaoomba leo hawana imani tena. Kwa hiyo swala sio kukaa kwenye maombi. Je, unafahamu, una maarifa kukutosha juu ya kitu unachokiombea? 2, una imani? Wana wa Mungu, lack of faith ni muhimu sana. Lolote utakalo liombea leo na huna imani, sio tu imani, sio swala la msisimko. No. Imani huwa inaona. Imani itakusaidia kuendelea kusubiri pia. 3, kuto kuzielewa sheria za rohoni. Na huu ni ugonjwa wa Wakristo wengi sana. Kuto kuzielewa sheria za rohoni ni ugonjwa wa Wakristo wengi sana. Wakristo wengi hawaelewi sheria za rohoni. Na nilizungumza sana hili jambo Dar es Salaam leo. Wakristo wengi hawaelewi sheria za rohoni. Wana wa Mungu, tunaposema tunaomba, lazima tuelewe kwamba maombi sio ya kimwili. Tunaposema tu tunaomba, neno tunaomba, maombi sio ya kimwili, maombi ni ya kiroho. Kwa hiyo tayari tunaposema tunaomba, that means tunadili na kitu cha rohoni. Mahali popote pale utakaposema ninaomba, neno ninaomba, maombi, prayer, ni kitu cha rohoni. Kwa hiyo sio cha kimwili tena. Kwa nini? Kwa sababu maombi yanadili na vitu vilivyo rohoni tu. Ninaombea ulinzi. Unaombea ulinzi kwa wakati huo hakuna ulinzi, au unaona huo ulinzi hautoshi. Kwa hiyo kuna mahali unautegemea uwepo. Lack of spiritual knowledge. Ili nitaliemphasize sana. Lack of spiritual knowledge. Wana wa Mungu, maombi ni kiunganishi kati ya ulimwengu wa damu na nyama na ulimwengu wa roho. Maombi ni kiunganishi cha ulimwengu wa damu na nyama na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaposema connection, kitu kinachoweza kuunganisha ulimwengu wa damu na nyama na ulimwengu wa roho ni maombi. Kwa kupitia maombi una uwezo wa kuunganisha. Through prayer unaweza ukaileta mbingu duniani. Unaweza ukauleta ulimwengu wa roho duniani. Kama maombi ni kiunganishi cha ulimwengu wa damu na nyama na ulimwengu wa roho, lazima uelewe jambo hili. Kuna sheria zinazoruhusu ulimwengu wa roho ufanye kazi duniani. Kuna sheria zinazoruhusu ulimwengu wa roho ufanye kazi duniani. Moja kati ya sheria hiyo nimeieleza sana, ni ile sheria inayopatikana kwenye kitabu cha Kutoka 20:24. Ni sheria inayopatikana kwenye kitabu cha Kutoka 20:24. Tafadhali, kama una Biblia niwekee hilo andiko. Moja kati ya sheria ya kiroho ni ile sheria inayopatikana kwenye kitabu cha Kutoka 20:24. Kama una Biblia niwekee hilo andiko. Linasema, utanifanyia madhabahu mahali popote pale nitakapopachagua, hapo ndipo nitakapokujilia. Hii ni sheria ya kiroho inayosema chochote kile kinachotoka kwenye ulimwengu wa roho ili kije duniani lazima kipate madhabahu. Lakini nimesema kwamba utakapoileta roho yoyote ile,
Kwa mfano nimeenda kwa mganga wa kienyeji leo, au nimeenda kuomba, nimeamua kuombea ndoa, nimeamua kuombea kupata kazi. Nisichokijua ni hiki, tendo la kuomba, ninaiita ile roho iliyo kwenye ulimwengu wa roho ili ije nisaidie lile neno ambalo naliomba. Kuiita hiyo roho sio kwamba imefanya kazi. Kuiita hiyo roho sio kama imefanya kazi. Lazima uiactivate, uiruhusu. Lazima uiruhusu hiyo roho ifanye kazi. Ninairuhusuje? Kusema ninaombea kazi, kitendo cha kuombea kazi, ninaita ile roho ambayo inapaswa inisaidie kupata kazi. Au ninaombea mahusiano, ninaita hiyo roho ambayo inapaswa kunisaidia kwenye hilo eneo la mahusiano. Kuiita kwa maombi sio kwamba imefanya kazi. Kuna sheria ya pili inayosema pamoja na kuita hiyo roho, lazima uiactivate, uiruhusu hiyo roho ifanye kazi. How? Ninairuhusu vipi? Kuiruhusu hiyo roho, baada ya kuinua madhabahu, utagundua mahali popote panapoinuliwa madhabahu lazima panatolewa na sadaka. Nenda kwa mganga yote yule, mahali popote panapoinuliwa madhabahu lazima kuna sadaka inayotolewa pale. Kitendo cha kutoa sadaka pale, unairuhusu sasa ile roho ifanye kazi. Sheria tatu. Pamoja na kwamba utairuhusu hiyo roho kwa njia ya sadaka, bado kuna sheria nyingine inasema hiyo roho haitafanya kazi mpaka irudi kwenye ulimwengu wa roho kutafuta agano, iruhusiwe na wewe. That's why nilisema utakuja kugundua kwamba Mungu anasema kwamba kwenye maandiko sheria zote za Mungu zina kitu kinaitwa if. Kama mkifanya hivi, mimi Mungu nitafanya hivi. Kama mkifanya hivi, mimi Mungu nitafanya hivi. Lile neno if manake kufanya kile kitu Mungu amekizungumza, unamuactivate, unaruhusu hiyo roho inaitwa Mungu ifanye kazi kwako. Kwa watu wengi hawatajibua maombi yao kwa sababu moja, kukosa maarifa, lack of faith, kuto kuzielewa sheria za rohoni. 4, upofu wa kiroho. Wana wa Mungu, tunapoomba sio kwamba tunaombea kitu tusichokiona. Yoyote yule anayeomba na haoni anachokiombea, maandiko yanatuambia ni sawa na wingu lipeperushwalo na upepo. Maandiko yanatuambia mtu huyo asizani kama atapata kitu. Yoyote yule anayeomba asiwe na imani. Maana imani inakuonyesha, unaona kabisa kama ninaomba kazi, lazima uione ile kazi. Kama ninaombea roho fulani iliyonizuia, lazima nione. Lack of spiritual eyes. Kukosa macho ya rohoni, kukosa macho ya utambuzi, macho ya ufahamu. Watu wengi wanaoomba leo hawana macho ya kuona vile vitu wanavyoviombea. Watu wengi wanaoomba leo hawana macho ya kuona vile vitu wanavyoviombea. Hii sababu tu inaweza ikakuzuia usipate kile kitu unachokiombea. Na tunaposema jicho la kuona kitu fulani ninachokiombea, ninamaanisha nini? Wakati mwingine sielewi kwenye akili yako ni kitu gani kinapojengeka kwamba kama ninaombea kitu fulani lazima nikione kwanza. Wana wa Mungu, iko hivi. Ziko njia nyingi za kuona vitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mfano, njia ya desire, tamanio au desire ya mtu. Ni Mungu anakuonyesha vitu ambavyo tayari viko kwenye ulimwengu wa roho, ameviachilia kwa ajili yako. Desire, yale matamanio yako, yale matamanio yako, ni Mungu anafungua jicho lako la ndani kukuonyesha, jicho lako la nafsi kukuonyesha vitu ambavyo tayari ameshaviachilia kwa ajili yako. Kwa hiyo the moment ulivyotamani ndoa, siku ulipotamani kuolewa, siku ulipotamani kupata kazi, siku ulipotamani kupata ongezeko la kitu fulani, ni Mungu alifungua jicho lako la ufahamu, ukaona hicho kitu clear. Kwa once umekiona clear, you have a right to pray. You have a right to pray. You have a right to pray.
Wakati mwingine Mungu atakuonyesha hivyo vitu kwa njia ya ndoto. Wakati mwingine Mungu atakuonyesha hivyo vitu kupitia watu. Nilisema siku moja, unaweza ukapita mtaani, watu wanasema huyu dada ni tajiri sana, huyu kaka ni tajiri sana. Kwa nini wanasema ni tajiri? Ni kwa sababu wanaona kitu kiko ndani yako ambacho hujakiona. Kwa watu, wakati mwingine Mungu anaweza akakufungua hivyo, watu wanakuzungumzia kitu ambacho sio wewe. Lazima uwe na jicho la kuona vile vitu unavyoviombea. Hauna jicho la kuona vitu unavyoviombea, uwe na uhakika pia hayo maombi yanashaka sana. 5, kwa nini watu wengi wanaoomba hawajibiwi? Kukosa subira. Subira ni ya muhimu sana kwenye swala la uombaji. Subira ni ya muhimu sana kwenye swala la uombaji. Imani na subira vinakwenda pamoja. Kukosa subira, ukisoma kwenye ile Luka nafikiri 18:1 anasema imetupaswa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Unaona, siku zote bila kukata tamaa. Huwezi ukaombea jambo siku zote kama hauna subira. Elia alikuwa ni mtu wa asili kama mimi na wewe, lakini aliomba kwa bidii. Lile neno bidii ni muda aliyokaa akiomba. Kwa hiyo unaona subira ilikuwepo. Abraham aliweza kusubiri miaka karibu 90. Hana mtoto, lakini kuna kitu anakiombea, anakisubiri. Subira. Watu wengi hawana subira. With that said, pamoja na kwamba vitu hivi na vingine vingi ambavyo sitaweza kuviorodhesha hapa vitakusaidia maombi yako yajibiwe. Nilisema pamoja na vingi, kuna vitu vingi hapa ambavyo sina muda wa kutosha kuviorodhesha kwamba vitakusaidia maombi yako yajibiwe. Unahitaji kitu tunakiita ni push. Ni push ya kukusaidia kusukuma hayo maombi. Unaposema kwa jina la Yesu nahitaji kazi yangu, kama hilo neno kwa jina la Yesu nahitaji kazi yangu, nakomboa kazi yangu, nakomboa biashara yangu, litakosa push, litakosa kitu cha kulisukuma. Wana wa Mungu, tunaposema kazi yangu njoo, kazi yangu njoo, biashara yangu njoo, biashara yangu njoo, leo jua lisiwake, leo mvua isinyeshe. Lile neno leo mvua lisinyeshe, ili mvua isinyeshe linahitaji kitu cha kulipush. Kama litakosa kitu cha kulipushi, hilo neno la kuwa vain, empty, halina kitu chochote kile. Linahitaji nguvu ya ziada ya kupushi hilo neno. Watu wengi wanaomba leo, they are praying vain, in empty. Maneno yao ni vain, ni empty. Kinachosaidia maombi yako yawe na push, yawe na kitu cha kusukuma, lazima unachokiomba kitoke ndani ya moyo wako. Kwa moyo mtu huamini, na kwa kinywa hukiri na kuhesabiwa haki. Lazima unachokizungumza kitoke ndani ya moyo wako. Leo kwa jina la Yesu mvua isinyeshe. Kama hilo neno halijatoka ndani ya moyo wako, ni vain, ni empty. Hakuna kitu utapata. Siku utakaposema mvua isinyeshe, umeomba, umefunga mvua isinyeshe, lakini haikutoka ndani yako, kesho yake mvua itanyesha kubwa sana. Siku utakaposema leo jua lisiwake kabisa kwa jina la Yesu, siku utakaposema hivyo, lakini hilo neno halikutoka kwenye moyo wako, umezungumza tu kwenye kinywa, siku hiyo jua litawaka sana. Na that's why ndicho kitu kinaendelea kwa Wakristo wengi. Mungu nibariki, nibariki. Siku unaposema nibariki, ndio siku maisha yanakuwa magumu sana. Vain. Watu wengi wanaomlilia Mungu ni kama wanamlilia wakiwa kwenye maumivu fulani. Wengi wanaomlilia Mungu leo ni kama wanamlilia Mungu akiwa kwenye maumivu fulani. Niseme hivi, watu wengi wanaomuomba Mungu leo ni watu wanaomuomba Mungu akiwa kwenye maumivu fulani.
Kwa hiyo wao wanafikiri tunamlilia Mungu, Mungu nibariki, Mungu nibariki, nibariki, nibariki. Wao wanafikiri kule kulia ni kwamba ndio wanasukuma sauti yao kwa Mungu, lakini wanalia sawa sawa na yale maumivu yaliyo ndani. That's why unapokwenda kumwomba Mungu lazima uhakikishe moyo wako uko empty. Hakuna kitu chochote kile. Wala Mungu, pain, maumivu ni hindrance of your prayer. Maumivu ni hindrance of prayer. Dhambi, watu wengi wanaokwenda kanisani leo kumtafuta Mungu, ukiwahubiria mara nyingi swala la dhambi, hawataki kusikia. Wanamtaka Mungu lakini hawazitaki sheria za Mungu. Dhambi pia inaweza ikablock anga lako. Wakati mwingine kizuizi cha maombi yako ni roho. Kuna spirits zinaweza zikablock maombi yako kabisa. Kuna roho zinaweza zikablock, kuna roho zinaweza zikablock maombi yako kabisa. Ni mtakatifu ndio, ni muombaji ndio, una imani lakini haufahamu ulimwengu wa roho. Danieli alikuwa ni mtu wa rohoni, lakini aliomba, tunaambiwa ni mtu wa rohoni na alikuwa anamjua Mungu. Aliomba lakini maombi yake yalikuwa blocked by spirit. Paulo aliufahamu ulimwengu wa roho kuliko watu wote. Yeye ndo alituchambulia pale, akatuambia kushindana kwetu sio katika damu na nyama, ni katika roho. Akatuchambulia zile mamlaka, lakini anasema nilitaka kuja kwenu, na mara ya kwanza, hata ya pili, hata ya tatu, anasema lakini shetani akanizuia. That means wakati mwingine your desire, vile vitu ambavyo Mungu aliviruhusu vije kwako, kama hautakuwa na akili, vinaweza vikawa hindered na roho kwenye ulimwengu wa roho. Nilizungumza siku moja juu ya yule dada, tukafanya yale maombi. Alikuja kwangu, wakati amekuja kwangu akanieleza shida yake, tukazungumza. Baada ya kuzungumza, alichokuwa anakitaka kilikuwa ndani ya uwezo wangu kabisa kumsaidia. On that day, siku hiyo tunazungumza naye, alichokuwa anakitaka kilikuwa ndani ya uwezo wangu kumsaidia, lakini nikamwambia nitakupatia kesho. Alipoondoka usiku huo, roho ya kuanza kuahirisha ikaniingia. Kesho yake ikafika, roho ikaniambia acha naye. Siku ilivyoendelea, nikaanza kumsahau. Huku ndani kuna kitu kinaniambia kwa nini usimsaidie, lakini kuna kama kauzito fulani kako ndani yangu. Ni kwa sababu alikuwa na kitu kinamzuia, ana roho inayozuia maombi yake. Nimesema Paulo alikuwa ni mtu mwenye kuifahamu mambo ya rohoni sana, lakini anasema shetani alimzuia. Kwao kuna kipindi nilisema kwamba wakati mwingine sadaka inafanyika kama agano la kile kitu unachokiombea kisiwe na kizuizi kwenye ulimwengu wa roho. Na kati ya kitu ambacho namshukuru Mungu, watu wengi ambao wale ambao wamekuwa committed kwenye huduma sasa, wale watu ambao wamekuwa committed kwenye huduma sasa, wengi wameanza kuelewa swala la utoaji. Wale ambao wako committed kwenye huduma wameanza kuelewa swala la utoaji, wanaelewa wengi. Nilisema wakati mwingine kinachojibu maombi yako sio yale maombi mengi tunayoomba, ni uwezo wako wa kuhacken, ni uwezo wako wa kuingia kwenye utendaji wa yale maelekezo yanayotolewa. Watu wengi wanafeli hapo. Maelekezo yanayotolewa, mtu anaomba maombi yote, lakini maelekezo kidogo tu anafeli. Imagine kwa habari ya yule mjane wa Sarepta, ameomba Mungu nisaidie nisife kama watu wengine wanavyokufa. Mungu anamtuma mtumishi wa Mungu Elia, anamwambia nipe kile kilichobaki. Kumbuka alikuwa na maombi ya kufunga siku zote, Mungu nisaidie mimi na mtoto wangu tusife, nisaidie mimi na mtoto wangu tusife. Maelekezo yanakuja kwamba nenda kanifanyie kachapati kadogo kwa ule unga uliobaki, nile kwanza mimi. Asingekuwa na uwezo wa kuingiza lile tendo kwenye kuingiza yale maelekezo kwenye matendo, maombi yake yangekuwa ni bure siku zote. Wakristo wengi wanaomba, wanamwamini Mungu, lakini maelekezo yanapokuja wanapishana na yale maelekezo. Wengi wanaoomba, maelekezo yakija wanapishana, wanakataa yale maelekezo, au wana maelekezo yao. Fikiri kwa habari ya Naaman amesikia alikuwa na imani ya kuponywa, ndio. Alisikia kwa habari ya mtu anaitwa Elisha anaponya watu. Kwanza ni kijakazi alimueleza mzee, kule kwetu kuna watu wenye ukoma wanapona, ungekwenda kule ungepona.
Anakwenda, Elisha anamtuma kijakazi wake, anamwambia mwambie huyo jamaa anayekuja aende Jordan mara 7. Maelekezo tu, maelekezo ni Jordan mara 7. Anaanza kule kwetu kuna mito mikubwa, kuna Nabali, sijui kuna nini, kuna mito ya dhahabu. Kwa nini asiniambie nioge kule? Na kwa nini mara 7? Mimi nifikiri atakuja kunilaki. Lakini instruction, siku zote unapoomba, instruction za muhimu sana. Instruction yakitolewa maelekezo kidogo tu, wana Mungu, inahitaji mtu mwenye uwezo wa kuona katika roho na kuelewa haya maelekezo ni mimi yananihusu. Inamhitaji mtu mwenye uwezo wa kuona katika roho na kuelewa kwamba haya maelekezo ni mimi yananihusu. Unaingia kwenye yale maelekezo. Kitendo cha kuingia kwenye yale maelekezo spiritual, unaruhusu ulimwengu wa roho ufanye kazi. Spiritual, unaruhusu ulimwengu wa roho ufanye kazi. Kwa siku zote unapokuwa kwenye maombi, chunga sana, fuata maelekezo yote yanayotolewa. Wakati mwingine wewe unaweza ukafikiri kwamba nitaomba siku 28 na ndani ya siku 28 Mungu atajibu pale mwisho, lakini ukakuta siku ya 5 tu ndio ilikuwa imebeba maelekezo yako kwamba toa sadaka kwa ajili ya maombi haya. Ile siku ndio ilikuwa imebeba muujiza wako, wala hukuwa unapaswa kusafiri siku 28. Kwa maelekezo ni ya muhimu sana kwenye maombi. Instruction, kutii ni bora kuliko dhabihu. Instruction. Kumbuka kwa habari ya wale anawaambia kateke maji kwenye mabalasi. Yale maelekezo tu yalikuwa yamebeba muujiza. Yale maelekezo tu yalikuwa yamebeba muujiza. Okay, all in all, tunaomba, tunafanya hiki, tunafanya hiki. Vyote hivi watu wote waliofanikiwa leo, nimesema Dar es Salaam, ni watu walioweza kukutana na ulimwengu wa roho. Ulimwengu usioonekana, unapokutana na ulimwengu unaoonekana, kinachotokea ni mafanikio. The point kubwa inayokuja, ninawezaje nikakutana na ulimwengu usioonekana? Kwa sababu watu wote waliofanikiwa leo ni watu walioweza kukutana na ulimwengu usioonekana. Ninawezaje kukutana na ulimwengu usioonekana? That is the point. That is the point. How can I? Ninawezaje nikamiti ulimwengu usioonekana? Wana Mungu, through instruction, kipindi chote cha huduma, nimegundua kwamba watu wote waliokutana na ulimwengu usioonekana, maisha yao kabadilika, waliweza kutii maelekezo waliopewa. Watu wote wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji, wakipewa maelekezo, wakipewa masharti, wanafuata yale masharti 100% na wanapata matokeo. Kwa nini? Instruction. Where are we Christian? Kwa sababu ili ulimwengu wa roho ukutane na ulimwengu usio unaoonekana, lazima kuwe na instruction. Watu wote waliobadilisha maisha yao leo ni watu walioweza kupata maelekezo fulani. Wote. Yaani kuna kitu kamejificha kwenye hao maelekezo. Wote. Mungu ni Mungu wa instruction. It is my prayer, kipindi hiki cha siku 28 tunachokiendea kilete badiliko kubwa kwenye maisha yako. It is my prayer. Kipindi hiki cha siku 28 za maombi tunazoziendea au tunazotembea nazo kilete badiliko kubwa kwenye maisha yako. It is my prayer. 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 Kipindi hiki kilete badiliko kwenye maisha yako. It is my prayer. Na kuna wakati mwingine unaelewa tu, this is the Holy Spirit speaking. Huyu ni Roho Mtakatifu anazungumza. It is my prayer. God bless you. Nilikuwa nimechoka kidogo, lakini nikawa na msukumo. Roho Mtakatifu ananiambia zungumza na hawa watu, zungumza na hawa watu, zungumza na hawa watu.
Kwa nikaona pia nitii alichokuwa nakizungumza Roho Mtakatifu, nitii alichokuwa nakizungumza Roho Mtakatifu, nitii alichokuwa nakizungumza Roho Mtakatifu. Ninapotaka kumaliza nataka thank Holy Spirit. Ninapotaka kumaliza nasikia ndani yangu. Ukisikia mtumishi yote anasema I can feel it in my spirit, maanake on that time ana operate kwenye mamlaka ile inayofanya kazi, ana operate kwenye mamlaka yake. Yes, nataka nizungumze na watu wachache ambao wako kwenye ule mfungo wa siku 28. Watu wachache ambao wako kwenye ule mfungo wa siku 28 tunaofanya. Roho Mtakatifu anasema ndani yangu kwamba unaweza ukapanda a prophetic seed ya kwa ajili ya siku hizi 365 za mwaka huu, a prophetic seed. Kama uko kwenye ule mfungo tunao ufanya wa siku 28, Roho Mtakatifu ananisemesha kwamba kama unaweza ukatoa a prophetic seed, prophetic seed manake ni mbegu itakayozizungumzia hizi siku zako za mwaka 365. Ni a prophetic seed, ni mbegu itakayozungumza kwa hizi siku. Kwa kama uko kwenye ule mfungo na unaona kwamba unaweza ukapanda mbegu ambayo ni a prophetic seed kwa ajili ya hizi siku 365 za huu mwaka, kwenye ndani ya huu mfungo, hiki kitu kifanyike kwenye huu mfungo, a prophetic seed kwenye huu mfungo. Just do it. Kama unaona kwamba ninaweza nikatoa hii prophetic seed ndani ya huu mfungo, au iko ndani ya uwezo wangu kufanya jambo hili, just do it. I can feel it in my spirit kwamba kama unaweza ukatoa hiyo prophetic seed, kwa wale ambao wako kwenye huu mfungo wa siku 28, ni prophetic seed kwa ajili ya hizi siku 365 za huu mwaka. Just do it. Fanya hivyo alafu tuone tena. Yes, fanya hivyo alafu tuone tena. If you are the one ukiona yes I can do this, naweza nikafanya hivi, unaweza ukaniandikia message kwa kutumia ile namba ambao tunaitumiaga siku zote, 0764205871. Andika jina lako. Nataka kutoa hii prophetic seed, hii mbegu ya kinabii itakaozungumza kwa ajili ya maisha yangu siku hizi 365 za mwaka huu, alafu tusema nataka kutoa kiasi hiki, then tuone tena Mungu anasema nini. Kumbuka instruction za muhimu sana. Just do it. Nitumie SMS. Ukishanitumia rudi hapa, andika, nitumie SMS kwenye ile WhatsApp. Ukishaandika SMS kwenye ile WhatsApp, rudi hapa nisema comment done, alafu tusikie Roho anasema nini. Prophetic seed manake nataka hii mbegu ikazungumze, hii mbegu ikazungumze kwa siku hizi 365. Mungu anapotoa neno huwa lina maana sana. A prophetic seed. Just do it. Dan, God bless you. Nataka kuwaona hapa
done. Niandikie message kule WhatsApp 0764205871. Sema ninapanda mbegu yangu ya prophetic seed, alafu rudi hapa comment done quickly. Thank you Holy Spirit. 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 Namba ni 0764205871. Ni nambari ya WhatsApp. Wewe unasema kwa imani kwamba nataka nitoe prophetic seed kwa siku hizi 365. Manake mbegu hii ikazungumze juu ya maisha yangu kwa mwaka huu, kwa siku hizi 365 za mwaka huu, a prophetic seed. Alafu unasema nitatoa mbegu hii ya kiasi fulani, alafu ukiandika kule rudi hapa. Thank you Spirit. Done. God bless you. Done. God bless you. Done. Done. Take it, ilichukulie kwa uzito. Usichukue mambo ya Mungu in light. Mara nyingi mambo ya Mungu tunayachukulia kwa wepesi sana. Sijui ni nani Mungu anasema naye. Done. 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 Likishakuwa ni prophetic seed, yumkini tungepaswa tupate watu 365 hapa. That is a prophetic seed means. Done. God bless you. Done. God bless you. Done. God bless you. Ujue vitu vya rohoni huwa havihitaji ushawishi mkubwa kiasi hicho. Niliwahi kufundisha siku moja Dar es Salaam, nikasema hivi. Kaka mmoja alikuwa anasali kwenye kanisa maskini sana. Wakati anasali kwenye lile kanisa maskini, lakini alikuwa anaamini sana. Kanisa maskini kiasi kwamba zaidi ya watu 40 walikuwa wanasali kwenye lile kanisa, ni mtu mmoja alikuwa na baiskeli tu. Mtu mmoja alikuwa na baiskeli tu. Siku moja mtumishi mmoja akaja kanisani. Wakati alipokuja kanisani akawa anafundisha kwa habari ya uchumi. Kwa hiyo wakaanza kuombea. Anasema aliamini, wakaomba sana. Akiwa anaomba amezama katika roho. Katikati ya maombi anasema amezama serious kwenye maombi. Katikati ya yale maombi anasema akaona mtu amemgusa. Yuko kwenye roho anaomba. Anasema akaona mtu amemgusa. Wakati amemgusa anasema akamchukua. Yeye kiroho anachukuliwa, lakini kimwili yuko kanisani anaomba. Anasema akaona yule mtu amemchukua, akamtoa pale, akampeleka mahali, akamfikisha kwenye makaburi. Alipomfikisha kwenye makaburi akaona kaburi limeandikwa jina la mbibi ambaye amekufa miaka mingi ya nyuma. Anasema yule mtu aliyemfikisha kwenye yale makaburi akavunja lile kaburi, akaamuru yule mtu aliyekuwa kule kwenye lile kaburi atoke. Anasema alipotoka kwenye lile kaburi akatoka kibibi kizee sana, mbibi mzee sana. Alafu akamwambia yule mtu aliyemgusa kwenye maombi, akamkomandi, akamwamuru yule bibi kizee, akamwambia rudisha ulichochukua kwa huyu kijana. Anasema akiwa kwenye maombi na kwenye maono akaona kuna kitu amerudishiwa na yule bibi. Anasema yule mtu akamwambia, mimi ni malaika. Huyu mtu unayemuona ni bibi, ni bibi wa mama yako. Anasema siku ulipozaliwa huyu bibi alichukua uwezo ndani yako. Alafu baadaye akajikuta amerudi kanisani. Kwa hiyo ni vision ilitokea kati anaomba. Anasema alipotoka pale kanisani akaenda nyumbani. Alipokwenda nyumbani siku ya kwanza, kesho yake ni mtu ambaye alikuwa hohehae, maskini wa kutupwa. Kesho yake asubuhi akaamka. Anasema alipoamka asubuhi anatembea barabarani, ikaja gari mbele yake ikapaki. Anasema kuvua macho na kuangalia akakuta ni rafiki yake waliosoma naye chuo miaka 10 iliyopita huko nyuma. Akamkumbuka, wakawa wanazungumza. Akamwambia, vipi hujapata kazi? Hapana. Akamwangalia akamwambia, ni wewe. Anasema huyu rafiki yake alikuwa ni mbumbumbu zezete, hana chochote, lakini huyu alikuwa na akili sana. Anasema akamwambia, ingia kwenye gari. Alipoingia kwenye gari akampeleka kwa bosi wake. Anasema akamuintroduce, huyu ni rafiki yangu, tumesoma na akili, ana 1 2 3. Alipomuintroduce kwa yule bosi wake akamsikiliza, akamfanyia interview. Siku hiyo akamsainisha contract, akampatia kazi, akampatia na gari, akampatia na nyumba. Siku moja maisha yule kaka akachange total. Kitu gani najaribu kuzungumza? Ni baada ya kuweza kukutana na ulimwengu wa roho,
kwa instruction ndogo tu iliyokuwepo kwamba tufunge, njoo kanisani tuombe, siku hiyo hiyo ikawa ni siku ya badiliko la maisha yake. Mpaka tunapozungumza leo, huyu kaka namfahamu, ni tajiri mkubwa sana, lakini ni kitu kilitokea within a second. I've told you kwa habari yangu, wakati niko kanisani, kaka mmoja Msauzi, niliwahi kukuambia, yule kaka alikuwa ametoga masikio, amevaa suruali imechanika chanika, amehubiri injili, ile injili kanichanganya, akaja kanisani akatoa maelekezo. Nilipoingia kwenye yale maelekezo, immediately maisha yangu yalichange totally. I've said tena. Kwa nini nasema yote haya? Kama uko kwenye yale maombi ya siku 28 au una mpango wa kuingia kwenye hao maombi ya siku 28, sow a seed, a prophetic seed ya siku hizi 365. Hatujui ni kitu gani Mungu anataka kufanya kwenye hizi siku. Sow a seed. Nani ajuae this? Nani ajuae hii information ina kitu kwako? Nani ajuae? Nani ajuae haya maelekezo yana kitu kwako? Nani ajuae? Ni wewe. Mungu anazungumza na wewe. Sow a prophetic seed. Sow a prophetic seed. Kama una msukumo huo kwamba you are the one, you are the one, niandikie message WhatsApp, niandikie message WhatsApp kwamba natoa mbegu yangu ya unabii kwa siku hizi 365. Alafu rudi kwenye comment, andika done. Yeah, quickly andika done, andika done. Just information tu. God bless you. God bless you. Wakati mwingine we don't need bla bla nyingi kwenye mambo ya Mungu. What tunachokihitaji ni information na kufuata information basi. Namba ni ipi? Nimesema ni 0764 2058 71 ni namba ya WhatsApp. Andika kwamba ninatuma mbegu hii kwa ajili ya prophetic seed. Alafu ukishatuma hiyo mbegu, rudi kwenye comment niandikie done, au rudi kwenye WhatsApp niandikie done, then nitajua mimi nitafanya nini na wewe. Najua nitafanya nini na wewe. Kuna watu Mungu pia anataka kuwavusha kwenye eneo la uchumi hapa. You have umestruggle kwa muda mrefu kwenye ile eneo la uchumi. Ulikuwa uko, yes. Kuna watu 18. Kuna watu 18 ninapozungumza na ninyi, mlikuwa mko kwenye level kubwa sana ya uchumi. Maisha yenu yalishakwenda sana, lakini as I'm speaking now umerudi kwenye sifuri. Umerudi kwenye sifuri. God is about to do something. God is about to do something. Watu watatu tena Mungu ananiambia you are international. You are international. Kuna watu watatu Mungu ananiambia you are international. Manake unapaswa kusow mbegu ya international. That means I'm seeing dollar. You have to sow. My God, kuna watu watatu you are international. 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 Lightness. Thank you, Spirit. Lightness. Thank you, Spirit. 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 Obey the instruction. Obey the instruction. Obey the instructions. As I'm speaking, angels are working. Malaika wanafanya kazi. Kona zote. Ninapozungumza malaika wanafanya kazi kona zote. Obey the instruction. Wakati mwingine unaweza ukaa huko kwenye wrong connection, huko eneo ambalo sio sahihi. Kwa sababu kitu kama hiki kinakusaidia kulocate ile place yako kwenye ulimwengu wa roho.
Watu 26 pia, watu 26 mmekuwa blocked kwenye eneo la ndoa kabisa, mpaka umekata tamaa. Watu 26, watu 26 mmekuwa blocked kwenye eneo la ndoa kabisa, hata haujui tena kwa nini hauvuki kwenye hilo eneo. Ni kama kuna roho inasema huyu hatavuka, huyu hatavuka. Just connect yourself. Dan, mwambie Mungu kwa prophetic seed hii, nikavuke ile eneo la ndoa. Kuna mtu nasikia nimtaje kwenye hili. If you are the Lily my daughter, Roho Mtakatifu anaweka jina lako ndani ya moyo wangu. Lily my daughter, if you are here, kama utaipata hii sauti, just fanya kitu kwenye hili, fanya kitu kwenye hili zoezi. Lily my daughter, just do something. Mungu ananiambia it is your season. It is your season. It is your season. Just do something. Watu 26 mmekuwa locked kabisa kwenye eneo la ndoa. Roho Mtakatifu anaweka ndani yangu neno jina Lily my daughter. I wish uwe ni wewe, Roho anakulocate this moment. Just connect yourself pia. Thank Holy Spirit. 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 Nasikia Roho akisema ndani yangu, wale waliokucheka watakuja kuungana na wewe kukufurahia mwaka huu. Sijajua ni nani. Wale waliokucheka watakuja kuungana na wewe kufurahia mwaka huu. Maadui zako wataungana na wewe kufurahia mwaka huu. Sijajua ni nani. Someone, Mungu anazungumza na wewe. Something is about to happening. I can feel it. Trust me, I can feel it. Something is about to happening. Kuna kitu kinakutaka kutokea. Something is, ni kama kuna pending miracle. Something is about to happening. Something is about to happening. Na ijulikane kwamba kuna Mungu hapa. Na ijulikane ya kwamba kuna Mungu hapa. Somebody shout, where is the God of this ministry? Somebody shout, where is the God of this ministry? Somebody shout. Kuna mtu mmoja umekuwa una shida. Kuna mtu mmoja umekuwa una shida sana. Hii ni mara yako ya mwisho na unaogopa kufeli. Umekuwa ni mtu wa kufeli, ni mtu wa kufeli. Mungu ananiambia kupitia mbegu hii lazima unakwenda kuvuka hilo eneo la elimu. Kuna mtu mmoja Mungu ananiambia, I can feel it, I can see it. Umekuwa ni mtu unafeli kila wakati na umekuwa na shaka sasa kwamba nikifeli safari hii itakuwa nini? Ninataka nizungumze miracle money. Nataka nizungumze miracle money. Nataka nikae kwenye ofisi yangu nizungumze miracle money. Yes, ili wakati mwingine tunahitaji Mungu wa matendo. Wakati mwingine tunamhitaji Mungu wa matendo. Nataka nizungumze miracle money. Miracle money. Nataka nizungumze miracle money. Nizungumze miracle money. Nataka nizungumze miracle money. Kama umejiconnect, ninafungua milango yote ya fedha iliyokuwa imefunga kwa ajili yako. Kila mlango uliokuwa umefunga wa fedha ninaufungua. Kila mlango uliokuwa umefunga wa fedha, ninatuma malaika wakafanye lolote linalopaswa kufanyika kwenye ulimwengu wa roho. Iwe ni kazi, ni ajira, iwe ni cheo, chochote kile kinachopaswa kufanyika ili hali yako ya fedha ibadilike.
I command those angels, those financial angels, wale malaika wa fedha, wherever they are, ninawaita mahali popote pale walipo, wakashughulike na hali yako ya uchumi. Wherever they are, wakashughulike na hali yako ya uchumi. Wale watu waliokusahau, I command those angels wakakutafute tena. What you need, unachopaswa kuwa nacho ni moyo wa imani tu. Kuna cha kufanya kama umefuata maelekezo. Unachopaswa kuwa nacho ni moyo wa imani tu. Inua imani yako, unganisha na nguvu inayofanya kazi. Unachohitaji ni moyo wa imani tu. Yule Mungu aliyenikumbuka wakati nikiwa maskini. Yes, ninazungumza Mungu wa makumbuko. Akakumbuke nao. Kati ya watu 30 watakaoleta ushuhuda kuanzia usiku wa leo, wewe ukao ni mmoja wao. Wewe mgonjwa, wherever you are, I command that spirit, you disease, you infirmity, come out from this body. You disease, una masikio na unasikia, you infirmity, I command you right now, utoke ndani ya huu mwili. Spirit of shame, spirit of bad luck, spirit of backwardness, spirit of delay, huna uwezo kwa huyu mtu. Any spiritual husband, you have name, najua una jina, na amuru hawa watu wakawe huru. Loose my people. Achia hali yao ya rohoni, achia hali yao ya mwilini, achia nafsi, achia akili, achia utashi, achia mawazo, matakwa na kufikiri kwao. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wametii neno lako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wamekubaliana na neno lako. Ninachokuomba Mungu, usiku wa leo ukaseme na kila mmoja wao kwa namna moja na kwa namna watakao kusikia. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Ninaamini utakuja na ushuhuda. God bless you. Mungu akubariki sana. God bless you. Mungu akubariki sana. Kumbuka, kama umetoa ile prophetic seed, hakikisha unaniandikia message kwenye WhatsApp number ili niweze kuomba na wewe zaidi. God bless you. Mungu akubariki sana. See you shining. Ninaamini mwaka huu unakwenda kuwa tofauti kwako. Kama pia uko Dar es Salaam, tukutane kesho kuanzia saa 6. Mungu akubariki sana.